makosa yale? Kwanza kabisa kabla sijajibu swali lako naweza kusema kwamba kocha wa Singida United ameunajisi au amenajisi taaluma yake, kwa sababu nenda kaangalia ile moment jinsi ambavyo ilivyokuwa goalkeeper kunapokuwa kuna mpira wa adhabu ndogo ambao unakwenda kupigwa kwenye lango lako, ni lazima unapanga ukuta, then eneo lilopanga ukuta hauwezi ukakaa pale, unahama kwenye engo nyingine. Kwa hiyo ina maana Okello akili nyingi. Kwanza huwezi kumlaumu Metacha Mnata, kwanza inabidi uende ukamsifie mpigaji, kwa sababu mpigaji amepiga kwenye ukuta chini ya miguu. Kwa hiyo wakati Metacha Mnata anajaribu kuhang upande wa kushoto kwake, tayari Alan Okello amembadilisha mwelekeo pale kwa pale. Kwa hiyo all lazima kocha atambue kwamba upo uwezekano wa mchezaji wake kufanya makosa. Kama mwalimu, kama mzazi, alikuwa hapaswi kufanya ile sabu, kwa sababu ilikuwa sio sabu ya kiufundi. Kwanza unaharibu mentality ya wachezaji hata ndani ya uwanja, ambao kwenye first 11 umeamini kwamba wataenda kufanya jambo jema kwenye mechi ya leo ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa zaidi. Kwa hiyo kocha kufanya sabu, ina maana tayari yeye alikuwa tayari amereact kwa kile ambacho Metacha Mnata amekifanya, either kwa kufanya makosa. Mimi naamini kwamba Metacha Mnata hajafanya makosa, na kama ukiangalia kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, Mwenyezi Mungu akaja kudhihirisha golikipa ambaye amefanya sabu ya pili, mazingira ambayo beki wake alikuwa hana mawasiliano mazuri na golikipa wa namba 2 ambaye alikwenda kuingia badala Mnata. Alikwenda kucheza mpira ambao golikipa alikuwa na uwezo wa kwenda kuchukua. Kwa hiyo beki wake tena amekwenda kufanya makosa. Kwa hiyo inamdhihirisha kwamba kitendo alichokifanya, taaluma yake kwanza haiheshimu, kwamba kama kocha huwezi kuwa kama shabiki, lazima umvumilie mchezaji na kuhakikisha kwamba hili ni kosa la kawaida. Mchezaji anafanya makosa, opponent anaweza kwenda kukuadhibu. Ndio kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo mimi kwangu nimemwona kocha amefanya kitu cha ajabu mno. Kama yeye angelikuwa kweli amereact kwenye mechi ya leo kuona kwamba Metacha amefanya makosa, angefanya sababu ya kumtoa golikipa namba 2, kwamba alifanya makosa pia, kwamba mawasiliano yake na beki wake kwenye goli la pili alikuwa hayako sahihi. Kwa hiyo ni kocha asifanye vitu kama vile akareact kama shabiki, ambaye shabiki anahitaji kushangilia mazuri tu, mabaya kwake yanakuwa ni tofauti. Kwa kweli leo ameinajisi taaluma yake. Sam, kwa namna ambavyo Singida wamecheza siku ya leo, performance walioonyesha, unafikiri yale maneno ya kusema kwamba Singida ni tawi la Yanga Afrika umeiona kwa performance? Mimi naamini Watanzania au mashabiki ni lazima tujaribu kuelimika au kubadilika. Kuna watu ambao waliamini kwamba Dar es Salaam Africans na Dodoma Jiji ni tawi, lakini kila binadamu aliona Yanga wakiadhibiwa na Dodoma Jiji goli 3, kwa sababu Yanga kwenye mechi kama hizi 6 zimebakia, sidhani kama kuna sare ambayo inahitajika ya Yanga ipate, lakini Yanga alidondosha alama zote 3. Hii imeenda kwenye vichwa vya watu kwamba hakuna kitu kama hicho ndani ya hii ligi. Hii ligi yetu ni bora, na kama kuna mtu anajaribu kuweka scenario zake za kusema kwamba Yanga ni tawi la Singida, hiyo itakuwa ni kwake, kwa sababu tunamheshimu kwamba tunaheshimu kama vile ni opinion zake, lazima tumheshimu kwa mawazo yake. Lakini mimi naamini hakuna tawi la Simba Coast, hakuna tawi la Yanga Singida, hakuna tawi la Yanga sijui Dodoma Jiji. Hivyo vitu naamini kabisa hakuna mtu ambaye anaweza kuwekeza kwenye ligi au kwenye mpira alafu akaja akaibeba timu kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Mimi siamini. Performance ndani ya kwenye pitch ndio inakwenda kuamua matokeo. Mimi naamini hilo. Mashabiki wa Simba Sports jana wamepiga kelele sana baada ya kukaa kileleni, lakini kilele kimekuwa cha moto. Pengine kwa matokeo ya Young Africans kwa kiasi gani yanawanyima nguvu ya kupambana kwa eneo hili? Of course, ni lazima washangilie, au labda sisi mashabiki wa Simba lazima tushangilie kwenye hilo, kwa sababu tunahitaji na sisi kuchukua ubingwa. Tunahitaji kukaa kileleni, kwa sababu sasa hivi ni kinyang'anyiro cha kwenda kuwa machampion wa hii ligi. Kwa hiyo sasa hivi timu yote endapo itadondosha alama, ina maana mwingine anakuwa ana nafasi kubwa ya kuweza kuwa champions. Kwa hiyo Simba alikuwa anaongoza ligi kwa alama tofauti, alama ngapi? Alama 2. Kwa hiyo leo hii kwa 45 kwa 54. Kwa hiyo ina maana sasa leo Yanga ameshinda na rudi tena pale tofauti wa alama 2. Kwa hiyo imekuwa nipe nikupe. Kwa hiyo anayepata nafasi ya kukaa pale juu anamwombea mabaya huyu ambaye anakwenda kucheza, kwa sababu Simba na Yanga hawawezi kucheza siku moja. Aidha ukicheza siku moja basi unacheza muda tofauti kulingana na mdhamini ambaye anadhamini ligi. Kila mtu inahitajika aishuhudie mechi kulingana na upinzani ambao upo kwenye ligi yetu. Kwa hiyo Simba sisi tumekuwa kama kifurushi cha Azam, jana kimeisha muda huu. Kwa hiyo inabidi tena tuongeze kingine, angalau kama tutaweza tukafanya mazuri zaidi. Tuna kikosi kizuri. Mimi naamini uongozi wangu usipokuwa na tamaa ya kuuza wachezaji, tukabaki na wachezaji, tukafanya rotation ya wachezaji baadhi kwenye msimu unaokuja,
mimi naamini tutafanya vizuri zaidi. Maneno yamewaishia, maana mlitamba sana. Of course kwenye ligi kuna vitu vyote lazima vinaweza vikatokea. Unaweza ukaanza vibaya na ukaenda kumaliza ligi vizuri. Kila mtu anafahamu sasa hivi challenge ambayo Simba naileta kwenye ligi yetu ni timu bora, tuna wachezaji ambao wamekwenda kubadilisha moment zote pale ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tumechelewa sasa hivi tunatengeneza calculation ambazo mimi nafikiri hazina mantiki yoyote. Inahitajika twende mpaka mwisho kwa sababu ligi ni marathon. Lakini kwangu mimi kama Sam Simba ninaamini kwamba bado nawapa na Yanga nafasi kubwa sana ya kuwa champions. Kwa nini? Kwanza ukiangalia wao ni mabingwa watetezi. Kama ni mabingwa watetezi, hiyo ni nafasi ya kwanza. Na kwenda kuangalia kwenye position ambao wapo wanaongoza ligi. Ukiangalia wameconcede goli chache, si ndivyo brother? Kwa hiyo mimi na maana katika engo zote si Yanga wana deserve kuwa mabingwa kwenye hizo numbers ambazo zimezitaja. Kwa hiyo all in all lazima tuende mpaka mwisho kuangalia ni nani ambaye amefanya vizuri zaidi, ili hata TFF na bodi ya ligi waweze kupanga kategori zao nzuri zaidi. Umekiona kiwango cha Alan Okello siku leo, wewe kama shabiki wa Simba unaweza kuzungumziaje? Mechi 18, magoli 9, assist 7. Ni mchezaji ambaye ana namba ambazo unaona zinatisha. Hata Clatous Chota Chama hawezi kukanyaga hizo namba za udogo. Anatisha. Clatous Chota Chama ana magoli 8 na assist 6. Ina maana Chama amehusika kwenye goli 14 za Simba Sports Club, na hizo ni goli ambazo ametoka nazo, nyingine tumezichanganya alitoka nazo Singida United. Dogo ameingia hapa dirisha dogo, si ndivyo? Ana goli 9 leo. Ana goli 9, ana assist 7. Ukienda pale kujumlisha, ina maana amehusika kwenye goli 15. Kwa hiyo ukiangalia namba zake kwa ujio wake alokuja pale amehusika kwenye goli 15. Chama amehusika kwenye goli 14. All ukiangalia namba zake za uchezaji ana mechi 18, Chama ana mechi 14. Which is which. Kwa hiyo unaangalia ni dogo ambaye anakuleta challenge, lakini sihitaji kumfanyia comparison na Chama. Hapana. Ninasema namba zake kwenye kuisaidia klabu yake anafanya vizuri, na light kama TFF wangeboresha zile kanuni kwenye kanuni zao za category, mimi nafikiria alikuwa anafanya vizuri sana kwenda kuchukua kwenye category ambazo za muda zitakuwa zimetengenezwa. Alikuwa na nafasi kubwa sana kwenda kuchukua category ambazo zilikuwa zinashindanisha. Chama unaondoka na nani? Yani nikisema kutengeneza comparison, Chama amefanya mambo mengi sana kwenye nchi yetu, si ndivyo? Kwa hiyo ukimwangalia Okello amekuja muda mchache na miezi 5 tu katika ardhi ya Mama Samia. Kwa hiyo siwezi kutengeneza comparison sababu mimi na uheshimu mpira, na mheshimu Clatous Chota Chama, na mheshimu Alan Okello. Sihitaji kumpa pressure Alan Okello. Alan Okello anahitajika kufanya kitu kuipambania klabu yake. Ukimpa pressure na Clatous Chota Chama, hapana, bado mimi nasema kwamba Okello sihitaji kumfanyia comparison na Chama, kwa sababu Okello kama Okello inahitajika aipambanie klabu yake. Chama kuna vitu vingi ameshafanya katika ardhi, amecheza Yanga, amecheza Simba, kacheza Singida, kaishafanya vitu vikubwa katika ardhi. Kwa hiyo sihitaji kumfanyia comparison Alan Okello, kumpa pressure bure. Hiki anachokifanya kwangu mimi better sana ndani ya Dar es Salaam Africans. Sam, kutokana na performance ambazo zipo kwenye hizi klabu viwili Simba na Young Africans, unauona mwenendo wote wa kuwania ubingwa kwa Simba? Bado, kwa sababu lazima uheshimu mpira. Chochote kinaweza kutokea na uheshimu mpira, naongea hivyo. Lakini opinion zangu mimi nampa Yanga asilimia kubwa sana kuweza kuchukua kombe, lakini na uheshimu mpira kwamba kwenye mpira chochote kinaweza kutokea. Unaniuliza swali, mimi ninakujibu kama mimi Sam Simba na nafasi kubwa sana kumpa Yanga ubingwa, kwa sababu ana namba ambazo ni kubwa kuliko Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi kwangu nasema kwamba Yanga ana nafasi kubwa, lakini nikirudi kwenye kuheshimu mpira pia Simba bado ana nafasi ya kuweza kugombea nafasi. Asante sana brother.